السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Rasul Aziz anasema tafsiri aya hizi ni kama ifuatayo: enyi mlioamini, inaponadiwa kwa ajili ya swala katika wakati fulani wa siku ya Ijumaa, basi nendeni haraka kumkumbuka Allah na acheni biashara. Hiyo ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na itakapokwisha swala, basi tawanyikeni katika ardhi na zitafuteni fadhili za Allah na mkumbukeni Allah kwa wingi ili mpate kufaulu. Na watakapoiona biashara au jambo lenye kuwavutia watavikimbilia na watakuacha ukisimama. Sema, yaliyoko kwa Allah ni bora kuliko mambo yavutiayo na biashara, na Allah ni bora wa watu wao riziki. Hazur anasema kwamba leo ni Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan. Kama inakuwa
kawaida kwamba siku ya Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan watu wanafanya juhudi ili wahudhurie Ijumaa hii, hususan katika shule. Siku hizi wanafunzi wamepewa likizo, shule zimefungwa, kwa hiyo mahudhurio yanaonekana ni mazuri leo. Aya nilizozisoma ni za aya za sura Ijumaa. Katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea waziwazi umuhimu wa swala ya Ijumaa. Basi ni muhimu sana sisi tuhudhurie swala ya Ijumaa, na Mungu ameweka wazi kwamba mnapoitwa kwa ajili ya swala ya Ijumaa basi msionyeshe uvivu wa aina wowote, bali mara moja mnalazimika kuitikia na mnalazimika kuhudhuria swala ya Ijumaa. Hata kama nyinyi mnajishughulisha katika mambo yenu, mnakuwa na shughuli sana, hata kama mnafanya biashara, hata kama nyinyi mnapata hasara ya mamilioni katika biashara yenu, katika hali hii pia msidharau swala ya Ijumaa na msijali mambo mengine. Nyinyi kwa kuacha mambo yote ya dunia mnalazimika kuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa, kwa sababu kusali swala ya Ijumaa katika misikiti na kusikiliza hutuba ya imam ni bora kwa ajili yenu kuliko biashara yenu, kuliko mambo yote ya dunia. Jambo hili ni bora zaidi. Lakini anaweza kujua umuhimu wake yule tu ambaye anajua maana ya aya hizi. Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye anakuwa na akili, anakuwa na ufahamu, bila shaka yeye hatangulizi biashara yake na mambo ya dunia juu ya swala ya Ijumaa. Pamoja na hayo, Mwenyezi Mungu amesema baada ya swala ya Ijumaa mnapewa uhuru wa kufanya biashara, mnaweza kujishughulisha katika mambo ya dunia. Katika hali hii Mungu ataweka baraka katika shughuli zenu za dunia. Lakini hapa Mwenyezi Mungu ameweka wazi kwamba msisali Ijumaa peke yake tu, bali mnalazimika muendelee kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala daima dawamu, na muendelee kumkumbuka Allah. Mkifanya hivi basi mtapata ufaulu zaidi kuliko zamani. Mtapata ufaulu upande wa dini na vile vile upande wa dunia pia. Wale hao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, wao pamoja na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wanakumbuka jambo hili pia, wanalazimika kuswali swala ya alasiri pia, kwa sababu kuswali swala pia ni fardh, na vile vile wanajua lazimika kuswali swala ya maghribi na isha, kwa sababu sala hizi zote zimelazimishwa na Mwenyezi Mungu. Na wanakuwa imani hii kwamba neema zote za dunia zinapatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Basi ufaulu unapatikana kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kufanya ibada yake. Kusali swala na kumkumbuka Mwenyezi Mungu isiwe katika mwezi wa Ramadhan tu, bali kama ni wazi kutoka katika aya hizi Mwenyezi Mungu anasema
kwamba mnalazimika kusali swala ya Ijumaa, na Mungu amesema kwamba mnalazimika kusali swala ya Ijumaa zote. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza umuhimu wa swala ya Ijumaa anasema siku ya Ijumaa ni siku ya Idi, na Idi hii ni bora zaidi kuliko Idi zingine zote. Na namna gani huzuri anasema Idi bora? Sayyidina alayhi salam anasema kwa ajili ya Idi hii Mungu aliteremsha sura Al-Jumaa, na katika sura Al-Jumaa Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu swala ya Ijumaa. Kisha Sayyidina alayhi wasallam kwa kueleza umuhimu wa swala ya Ijumaa ameeleza hadithi kuhusu Umar. Wakati aya hii iliposhuka, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo mimi nimekamilishieni dini yenu. Aya hii iliposhuka, Myahudi moja akasema, ikiwa ingeshuka katika dini yetu si tungefanya Idi siku ambamo aya hii ilishuka. Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu kwa kusikia maneno haya ya Myahudi akasema kwamba swala ya Ijumaa ni Idi kwetu. Kwa sababu aya hii ilishuka siku ya Ijumaa, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema wapo wengi ambao wameghafika kuhusu Idi hii ya Ijumaa, na Idi hii Mungu amesema kwamba tusherekee kila wiki. Katika Idi hii Mungu ametoa bishara kwamba dini imekamilika. Vile vile Mungu ametoa bishara kwamba amekamilisha neema zake zote katika siku hii ya Idi. Lakini wapo watu ambao hawatilii maanani siku hii ya Ijumaa, bali wanafikiria kwamba ikiwa wanahudhuria Ijumaa mwisho ya Ramadhan basi watapata thawabu ya Ijumaa zote za mwaka mzima. Basi Hazur anasema kwamba tunatakiwa tulinde sala zetu za Ijumaa bila kukosa. Kama sisi tunakuja kusali Ijumaa mwisho ya Ramadhani, hivyo ndivyo tunatakiwa tusali kila Ijumaa mwaka mzima. Mwenyezi Mungu anasema kila muaminio, ikiwa yeye ni muaminio kweli, anatakiwa aswali kila Ijumaa bila kukosa. Lakini inatokea hivi kwamba wapo wengi ambao wanaghafilika kuhusu Ijumaa, na wanapoteza Ijumaa zao kwa sababu ya kuwa na shughuli za dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema nyinyi mnatakiwa mujue na muwe na elimu kwamba yoyote anayo Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kwa mali yote ya dunia na vitu vyote vya dunia, na ni Mwenyezi Mungu pekee ambaye anawaruzukuni. Basi kitu hii ni muhimu sana, na vile vile ni jambo la maana sana kwa ajili ya kila muaminio, hasusan sisi ambao tumempokea imamu wa zama hizi. Sisi tunalazimika kuzingatia jambo hili zaidi kuliko wingi. Hadha Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akisema kwamba waaminio haswa ni wanajumuiya ambao wamempokea imamu wa zama hizi. Basi kupokea kwetu inatupatia majukumu kwamba vitendo vyetu pia viwe sawa na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tufanye juhudi ya kufuata amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Tusitangulize tamaa ya dunia juu ya dini, bali ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe lengo letu.
lakini wapo wengi miongoni mwetu ambao wanasahau jambo hili kwamba sisi tumempokea sayyidina alayhi salatu wassalam. kwa nini sisi tumempokea? yeye alikuja ili sisi tuje karibu na Mwenyezi Mungu. yeye alikuja ili sisi tutangulize dini na ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya mambo yote ya dunia. Isitoke hivi kwamba sisi tunaswali na tunafanya maombi wakati sisi tunakosa neema nia, na tunaona kwamba matamanio yetu hayatimii au tamaa zetu hazitimii. kwa hiyo kwa ajili ya kupata au kwa ajili ya kuitimiza tamaa zetu sisi tumuombe Mwenyezi Mungu, na tusijue maana ya kumuomba Mwenyezi Mungu ni nini, na sisi tufikirie kwamba mambo ya dunia ni mambo hasa ambayo tunatakiwa tuwe nayo. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, nasema kweli kweli kwamba Ijumaa ni sherehe ambayo Mungu ameleta kwa ajili ya wenye bahati nzuri. Wenye baraka ni wale tu ambao wanapata faida kutoka katika sherehe hii. Nyinyi ambao mmejiunga nami, nyinyi msiwe na kiburi na majivuno kwa sababu ya hii tu kwamba mmepokea imamu na mmeshapata malengo yenu. Jambo hili ni sahihi kwamba nyinyi ni wenye bahati kwa sababu ya kupokea imamu wa zama hizi. Nyinyi mnakaribia kupata baraka. Nyinyi mmepata ukaribu zaidi kuliko wale ambao walimkasirisha Mwenyezi Mungu. Nyinyi mmefanya juhudi ya kuepukana na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kumpokea imamu wa zama hizi, lakini ukweli ni kwamba nyinyi umekaribia chemchem kile ambacho Mwenyezi Mungu ameleta kwa ajili ya kuwapatieni uhai wa milele, lakini bado nyinyi hamjakunywa maji katika chemchem hiki. Basi muombe fadhila na msaada wa Mwenyezi Mungu ili muweze kunywa maji katika chemchem hiki, na Mungu awapatieni maji kiasi hiki kwamba mushibe vizuri. Na mkumbuke bila msaada wa Mwenyezi Mungu hamwezi kupata kitu chochote. Amesema, najua yule ambaye atakayekunywa katika chemchem hiki hataangamia, kwa sababu maji haya yanapatia uhai na maji haya yanamlinda katika mashambulio ya shetani. Lakini namna gani mtu anaweza kunywa maji katika chemchem hiki? Ni kwa njia hii tu kwamba haki mbili ambazo Mwenyezi Mungu amepatieni, mufuate haki hizi zote mbili na muitimize haki hizi zote bila kukosa. Na haki moja katika haki hizi mbili ni haki ya Mwenyezi Mungu, na haki nyingine ni haki ya viumbe vyake. Hazur anasema, basi Sayyidina alayhi salatu wasalam ameweka wazi kwamba amali zenu zinatakiwa ziwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu, na baada ya kunipokea mimi mnatakiwa muboreshe ibada zenu. Ikiwa hamfanyi hivi katika hali hii, hamwezi kupata baraka za Mwenyezi Mungu kama ipasavyo. Kwa ajili ya kunywa maji katika chemchemi hiki mnalazimika kutanguliza dini. Hadhrat Khalifatul Masih al-Awwal radhiyallahu ta'ala anhu alisema safarini kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam aliposema hayo kwamba bado nyinyi hamjakunywa maji katika chemchemi hiki, mimi nafikiria, je, Sayyidina alayhi salam alikuwa ananihuta mimi? Sasa Hazur anasema kwamba sisi sote tunajua imani ya Hadhrat Khalifatul Masih al-Awwal ilikuwaje na alikuwa na daraja ya aina gani katika imani. Sayyidina alayhi salatu wasalam alimpatia heshima. Ikiwa Hadhrat Khalifatul Masih al-Awwal anakuwa na fikira hii
kwamba huenda Sayyidina Alayhi Salam alimhutubia wakati aliposema hayo, basi sisi ambao ni watu wa kawaida tunatakiwa tuwe na fikira kiasi gani na tunatakiwa juhudi kiasi gani ili tuweze kunywa maji katika chemchemi hiki, na namna gani tunaweza kutimiza haki ya bayati yetu. Basi kwa ajili ya kutimiza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunalazimika kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunalazimika kuzingatia jambo hili kwamba tutatimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema kwamba lengo la kuumbwa kwetu ni kuabudu yeye. Kama Mwenyezi Mungu anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani mimi nimeumba mwanadamu na jini kwa ajili ya kuniabudu mimi. Basi Mungu ameweka wazi lengo letu la kuumba kwetu. Yeye hakusema kwamba kwa kusali Ijumaa mwisho ya Ramadhani mumetimiza haki ya ibada yangu na umetimiza amri zangu zote, bali Mungu amesema bali mnatakiwa muendelee kufanya juhudi bila kuchoka tangu mumepata ufahamu mpaka mnaaga dunia hii. Mnalazimika kutimiza haki hii ya ibada ya Allah. Basi msitosheke na Ijumaa hii moja ya Ramadhan, bali kila Ijumaa ni muhimu sana. Kisha Mwenyezi Mungu kwa kutukumbusha kuhusu umuhimu wa Ijumaa, Mungu hasemi kwamba kwa kusali Ijumaa umetimiza haki zangu zote, au kwa kusali sala mumetimiza haki zangu zote, au ikiwa sisi tunafanya ibada Mungu anapata faida yake, au Mwenyezi Mungu anahitaji swala zetu na Ijumaa yetu, au anahitaji sisi tumkumbuke. Bali Mwenyezi Mungu amesema wakati mnapokuja kusali Ijumaa mnaswali swala, mnasikiliza hutuba na endelea kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mnapokuja kwa ajili ya kusali swala Ijumaa, kuna wakati ambamo mtu akifanya dua yoyote Mwenyezi Mungu anapokea dua yake. Yani mtu asimwombe Mwenyezi Mungu mambo ambayo yaliharamishwa. Zaidi ya hii, mtu akimwomba Mwenyezi Mungu kitu chochote anaweza kupata katika muda huu mfupi unapatikana katika siku ya Ijumaa. Basi wakati huu haukuwekwa kwa ajili ya Ijumaa maalum, bali wakati huu unakuja kila Ijumaa. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutukumbusha umuhimu wa Ijumaa alisema, kila mtu anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya kiyama lazimika kusali swala ya Ijumaa siku ya Ijumaa, isipokuwa yule ambaye ni mgonjwa au ni msafiri au mwanamke au mtoto mdogo au mtumwa, kwa sababu hawa wote hawezi kuja kwa ajili ya swala ya Ijumaa. Kisha akasema, yule ambaye kwa sababu ya biashara na kwa sababu ya mambo ya ufedhuli amedharau swala ya Ijumaa, Mwenyezi Mungu pia atamdharau. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni ghani na mwenye kumhimidiwa. Mwenyezi Mungu hahitaji kitu chochote kutoka kwenu, bali yeye anawapatieni kitu. Ikiwa Mwenyezi Mungu anatupatia kila kitu, basi muaminio katika hali hii analazimika yeye amtukuze Allah subhanahu wa ta'ala, amhamidu. Kisha Mtume sallam amesema siku ya Ijumaa mtu akifanya vitendo vizuri anapata ujira maradufu, anapata ujira zaidi kuliko siku za kawaida. Sasa kuna mema gani bora zaidi kuliko swala ya Ijumaa? Basi muaminio kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala anafuata amri zake zote, na
katika amri za Mwenyezi Mungu mojawapo ni swala ya Ijumaa na vile vile ni kuswali swala, basi akifanya hivi yeye atakuwa ambaye anafanya mema mkubwa. Kisha katika hali muamini atapata ujira kiasi gani? Atampatia ujira yule muamini ambaye anaswali Ijumaa, anaswali swala zote na anafanya mambo haya yote ili yeye apate ridha ya subhanahu wa ta'ala. Yeye hana tamaa ya dunia kwa sababu kwa ajili ya mambo haya yote. Kisha yule ambaye anaacha Ijumaa, haswali Ijumaa bila kuwa na sababu yoyote, Mtume sallam ametuonya, amesema yule ambaye anaacha Ijumaa bila kuwa na sababu yoyote, basi yeye ataandikiwa kama ni mnafiki. Yule ambaye haswali swala Ijumaa 3 mfululizo, basi Mungu ana muhuri juu ya moyo wake. Jambo hili ni jambo la hofu sana. Wakati muhuri inapopigwa, katika hali mtu hapati nafasi ya kufanya mema na vitendo vizuri. Kisha mtu atakuja kusali swala bila kuwa na moyo safi, na wala hatakuja kusali Ijumaa kwa moyo safi, ni hivi ataendelea kuangukia katika hali ya unafiki. Kwa hiyo jambo hili ni jambo la fikra sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari nyingine alisema muje kusali swala ya Ijumaa. Mtu akibaki nyuma na yeye haji kwa ajili ya Ijumaa, basi atabaki nyuma katika pepo, ila hali anakuwa mtu wa kuingia peponi, lakini kwa sababu ya kutokusali swala ya Ijumaa yeye anabaki nyuma na haingii peponi. Basi mara chungu mzima Mtume sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha kwamba tuswali swala ya Ijumaa, bali alisema wale ambao hawaswali Ijumaa bila kuwa na udhuru wowote, basi wao watapata adhabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema hata mara moja kwamba muswali swala ya Ijumaa ya mwisho wa Ramadhan basi hivi mtasamehewa. Ndiyo sisi tunashuhudia kama tulisikia katika maagizo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba kwa sababu ya biashara ya dunia na kwa sababu ya mambo ya dunia, yule ambaye haswali swala ya Ijumaa yeye anadharau swala ya Ijumaa, basi Mwenyezi Mungu pia atawadharau na yeye pia hatajali kuhusu hawa watu. Kisha sio hii tu kwamba yeye ikiwa anadharau swala ya Ijumaa Mungu atamdharau, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema muaminio ni yule ambaye anatimiza haki za ibada za Mwenyezi Mungu, na yule ambaye anatimiza haki ya ibada ni yule ambaye anasubiri swala moja baada ya kuswali swala moja, anasubiri swala nyingine, vile vile anasubiri swala ya Ijumaa ijayo, vile vile anasubiri Ramadhan ijayo baada ya kufunga Ramadhan moja, na yeye hatangulizi tamaa ya nafsi, na yeye hadharau swala ya Ijumaa kwa sababu ya mambo ya dunia. Basi tunatakiwa tuzingatie ibada zetu, tunatakiwa tuelekeze vizuri mambo yetu ya maisha, na tunatakiwa tufanye juhudi ili tupate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kwa kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu tunatakiwa tuelewe vizuri maana ya amri hizi zote. Mtu hawezi kupata ukaribu na Mungu kwa maneno ya mdomo wake. Hazur anasema tunapochunguza na tunapofanya tafakur tunakuta vitendo vyetu si vya aina hii kwamba tuweze kusema kwamba sisi tumeshamtambua Mwenyezi Mungu, tumekuja karibu naye. Hata maombi yetu pia yanakuwa kwa ajili ya mambo yetu ya dunia na kwa ajili ya tamaa ya nafsi yetu. Ikiwa tunafanya maombi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kupata ukaribu naye, basi tunatakiwa tuendelee kufanya maombi kwa mfululizo bila kuchoka.
na vile vile sisi tusije kusali Ijumaa tu bali tuje kusali swala zote misikitini. Kama nilivyosema kwamba sisi hatujui vizuri maana ya jambo hili. Sisi tunatanguliza mambo ambayo ni ya muda tu na tunadharau mambo ambayo ni ya milele, na hivi tunaacha swala, hatusali swala. Na sisi kwa ajili ya faida ya dunia tunasema sisi tutamwomba msamaha baadaye kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na yeye atatusamehe. Ikiwa hatusali swala, yeye atatusamehe. Kwanza njoo tufanye kazi ya dunia, mambo ya dunia, baadaye tutamuomba Mwenyezi Mungu. Na mtu wa biashara anasema kwamba ngoja kwanza nimhudumie mteja huyu, mimi sijui baadaye nitapata mteja kama huyu amekuja. Au mtu amemwendea mbosi wake na anasema ikiwa mimi simfurahishi huyu ofisa wangu, mbosi wangu, kwa sababu sasa mimi nimepata nafasi ya kumfurahisha. Na ikiwa katika hali anaambiwa kwamba swala ya Ijumaa imefika au wakati wa swala imefika, na mimi nikienda kuswali swala hii, huenda officer atakasirika au boss atakasirika, na hivi mimi nitaimwa faida ya dunia. Ikiwa hali hii inapatikana, basi sisi tunaenda kinyume na malengo yetu. Katika hali hii sisi tunatuliza dunia juu ya ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo kuna tamaa chungu mzima ambazo sisi tunatanguliza juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na sisi tunatanguliza tamaa ya dunia na tunamwacha Mwenyezi Mungu nyuma na tunamdharau Mwenyezi Mungu. Tunapofanya hivi, wakati ule si tunasahau kwamba ikiwa sisi tunamsahau Mwenyezi Mungu, ikiwa sisi tunadharau amri zake kwa sababu ya tamaa ya dunia, katika hali hii kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu pia anawadharau watu wa aina hii, na yeye pia hatajali. Na ingawa yule mtu anastahili aingie peponi, lakini kwa sababu ya kudharau amri za Mwenyezi Mungu yule mtu hawezi kuingia peponi. Basi ni jukumu la kila muamini kwamba aendelee kukumbuka jambo hili, kuwa biashara yangu na shughuli zangu zote zinaweza kupata baraka kwa sababu ya fadhila za Mwenyezi Mungu. Ikiwa baraka inapatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, katika hali kwanza mimi kwanza nitimize haki za Mwenyezi Mungu. Basi kila mmoja anatakiwa aelewe vizuri msingi huu. Ikiwa sisi tunaelewa jambo hili, basi katika hali misikiti yetu itajaa katika sala zote, hata baada ya Ramadhan pia na siku ya Ijumaa pia misikiti yetu itakuwa imejaa, hata nafasi haitapatikana katika misikiti yetu. Na hii ndiyo ilikuwa lengo la kuja kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwamba yeye alikuja kwa ajili ya kuleta watu karibu na Mwenyezi Mungu, na hili lilikuwa lengo la kufanya bayati yetu kwamba sisi tuje karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, tujenge mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tuwe watumishi wake kweli kweli. Swala zetu, Ijumaa zetu na saumu yetu na idi yetu, vitu hivi vyote viwe kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kupata ukaribu naye. Kila mwaka Mwenyezi Mungu ameweka saumu ya Ramadhan kwamba katika mwezi mmoja muaminio anazingatia na aboreshe hali ya imani yake, kisha baada ya kuboresha hali yake ya imani aendelee na hali ile, na Ramadhan ijayo yeye apige hatua mbele zaidi. Isitokee hivi kwamba yeye anarudi nyuma, wala haitakiwi itokee hivi kwamba baada ya mwezi wa Ramadhan sisi
turudi katika hali yetu ya zamani. Sayyidina alayhi salatu wassalam alituambia kwamba ikiwa leo yetu si bora zaidi kuliko jana yetu, basi sisi sio waaminio kweli kweli. Sisi leo hatukujumuika hapa kwa ajili ya kuaga Ijumaa, bali sisi tumejumuika ili sisi katika ibada zetu, katika mapenzi yetu, hatua tuliochukua tutaimarisha hatua hii, na vile vile tutafanya maombi kwamba sisi tupige hatua zaidi. Na leo tunatakiwa tufanye ahadi hii kwamba sisi tutaimarika zaidi katika mahusiano yetu ya Mwenyezi Mungu, na tutakuja karibu naye, na tunaweza kufanya maombi haya wakati sisi tunajua umuhimu wa ukaribu wa Mwenyezi Mungu ni nini. Ikiwa sisi tunamwamini Mwenyezi Mungu anaye uwezo juu ya kila kitu, na yeye ni chemchem ya baraka zote, na ni yeye ndiye anayekamilisha kazi zote, na ni yeye ambaye anatia baraka katika shughuli zetu. Lakini ikiwa badala ya hii sisi tunajishughulisha katika mambo ya dunia na tunatanguliza vitu vya dunia juu ya Mwenyezi Mungu, basi hali yetu ni sawa na wale watoto ambao hawajui umuhimu wa lulu ni nini. Wao wakipewa marjani au lulu wanaona kwamba ni vitu wa kucheza tu, na hawajui thamani ya lulu ni nini. Basi wale watoto hawajui thamani ya vitu hivi. Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio moja, anasema aghliban nilikuwa katika Mumbai wakati nilipokwenda kuhiji, na nilikuwa nasubiri meli. Anasema mtu mmoja akaniambia kule kwamba siku kadhaa zilizopita bahari moja alikuwa anaenda sokoni na lulu yake ilianguka, na alikuwa na lulu 105 na lulu ilikuwa ya saizi tofauti mbalimbali. Yule mtu akapeleka taarifa katika polisi, na wale wa polisi wakapeleka taarifa kwamba watafute na wafanye utafiti kwamba nani amepata lulu na almasi aliyepoteza. Baada ya siku kadhaa mtu mmoja akaleta almasi na lulu iliyopotea, na akasema kwamba nilikuta watoto kadhaa walikuwa wanacheza na lulu na almasi. Mtoto mmoja alipoulizwa, yeye akasema kwamba mimi nilikuwa nafikiria kwamba ni vitu ya kucheza michezo tu, na mimi nilikuta katika mfuko fulani, na mimi nikadhani kwamba ni vitu ya kucheza. Yule mtoto alipoulizwa kwamba almasi ne iko wapi, akasema kwamba mimi niliwapatia watoto wa mtaa, ilhali almasi ile ilikuwa thamani ya malaki na malaki. Lakini yule mtoto alikuwa hajui thamani ya almasi. Yeye alifikiri kwamba ni vitu ya kucheza, kwa hiyo akaanza kucheza. Hazrat Muslimaud akasema ikiwa baba yake angepata almasi, basi yeye lazima angeficha, hata angehama mji ule na angeuza almasi apata. Lakini yule mtoto aliyepata almasi alikuwa hajui thamani yake. Yeye alifikiria kwamba ni vitu ya kucheza, na hivyo kwa sababu hii yeye aliwapatia watoto wengine pia. Lakini kama yeye angepata tamu badala ya kupata almasi, yeye asingegawa, bali angetumia vizuri, angeweka kwa ajili yake. Hazur anasema wakati watoto wengine watakapoomba kwake kwamba yeye awapatie vitu hivi vya kucheza, lazima atakuwa anasema kwamba mimi ninao vitu hivi 105, kwa hiyo
nataka niwapatieni, lakini kama yeye angepata tamu tamu au pipi, yeye asingewapatia vingine, bali angesema kwamba mimi mwenyewe nitakula. Basi sawa na maoni yake, pipi na tamu tamu ingekuwa na thamani zaidi kuliko almasi aliyopata. Hivyo ndivyo alifa wa pili ameeleza tukio lingine. Mtu mmoja alikuwa na jangwani porini, na yeye akamaliza chakula chake mpaka alikuwa na njaa sana, na yeye alikuwa haoni dalili yoyote ya uhai njiani. Akakuta mfuko, akachukua mfuko ule, na alikuwa anafikiria kwamba huenda kuna chakula ndani ya mfuko ule. Kwa hiyo mara moja akafungua mfuko ule, lakini alipofungua alikuta kuna almasi ndani yake. Yeye akadharau mfuko ule na akatupa kando. Wakati ule sawa na hali yake, kupatikana chakula kidogo au kupatikana chakula kidogo ingekuwa bora zaidi kuliko almasi aliyopata. Kwa hiyo umuhimu wa kitu kinakuwa sawa na hali yake na wakati wake. Basi watu wengine, wapo wengine ambao wanatanguliza umuhimu tu na wanatoka kwa ajili ya mambo madogo, na katika hali wanadharau mambo makubwa. Na kitu hiki kinapatikana katika hali ya kujenga mahusiano na Mwenyezi Mungu. Wapo wengi duniani ambao maombi yao pia yanakuwa kwa ajili ya vitu vya dunia, na mtu kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu kweli kweli, au kwa sababu ya kutokuwa na elimu, yeye anadharau mambo ambayo ni muhimu, na mambo ambayo si muhimu sana yeye anaanza kutanguliza, na anaona kwa mambo yale ni muhimu sana. Kuhusu umuhimu wa maombi, Muslim Maud pia ameeleza nukta moja muhimu sana. Hazur anasema, kabla ya kueleza nukta hii, mimi pia nieleze kwamba watu pia wananiuliza kwamba sisi tunafanya maombi kwa sana na kwa unyenyekevu sana, lakini maombi yetu hawapokelewi. Mimi nawajibu hawa wote, na mimi nawajibu sawa na aya hii ambayo maelezo yake nilieleza katika hutuba yangu ya kwanza ya Ramadhan. Katika aya hii Mungu anasema, mimi nipo karibu na waja wangu na mimi napokea maombi yake. Mungu anasema, ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia ametoa maelezo ya aya hii, na amesema da'wat ad-da'i si kila mtu ambaye anamuita Mwenyezi Mungu, bali ni watu maalum ambao wanafunga saumu na wanaswali swala zote na wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, wanalinda swala zao na Ijumaa yao, na usiku wanamuomba Mwenyezi Mungu kwa moyo wote. Adha bila shaka maana yake inaweza kuwa kwamba kila mmoja anayemuomba Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu hapa ni madhumuni ya Ramadhan, kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema ni wale watu ambao wanafanya ibada zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na wale ambao wanaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hawaswali katika Ramadhan tu, bali ibada zao zinaendelea mwaka mzima. Mungu anasema kwamba yeye anapokea maombi ya hawa watu, na vile vile hawa watu hawafanyi maombi kwa ajili ya tamaa ya dunia, bali wanafanya dua ili wapate ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kwa wanafanya dua kwa ajili ya kupata ukaribu nami, katika hali mimi napokea maombi yao. Muslim Maud amesema kwamba hii ndiyo ni maana ya adda. Maana yake ni hii kwamba hawa wanafanya juhudi ya kupata ukaribu nami. Wanapofanya hivi, basi mimi napokea maombi yao. Muslim Maud akasema, wa idha sa'alaka ibadi anni
yani wao wanauliza swali kuhusu mimi nipo wapi, wanataka kupata ukaribu nami. wao hawaulizi kuhusu chakula, wala hawaulizi kuhusu kibarua, wala hawaulizi kuhusu mambo ya dunia. wao wanauliza swali hili kwamba Mungu yupo wapi, tunataka kukutana na Mungu subhanahu wa ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu anasema wao wanakosa utulivu kwa sababu ya kukutana nami. Mimi lazima nakutana nao na nakuja karibu nao. Mungu hakusema kwamba wale ambao wanaomba kiba au mambo ya dunia mimi napokea maombi yake. Kwa kawaida tunashuhudia kwamba wale ambao wanaomba vitu vya dunia wanasema tulifanya maombi kwa unyenyekevu sana, lakini Mungu hakupokea maombi. Hawa ni wale ambao wanafanya ibada kwa muda mfupi, wanazingatia swala wakati wanapokuwa na shida na wanapoomba maombi kwa ajili ya vitu vya dunia. Katika hali hii maombi yao hayapokelewi. Wapo wengine ambao wanasema tulifanya maombi kwa unyenyekevu sana, lakini Mungu hakupokea maombi. Inatakiwa ikumbukwe Mwenyezi Mungu hakusema kwamba mimi nitatimiza tamaa yenu yote ya dunia na nitapokea maombi yenu. Lakini ikiwa nyinyi mnaleta mabadiliko mazuri ndani yenu na mnafanya dua ya kupata ukarimu wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mwenyezi Mungu amesema katika hali hii lazima nitapokea maombi yenu. Na yeye amesema mimi nitakuwa rafiki wa wali wangu na nitakuwa karibu naye, na mimi nitatimiza matamanio yake yote, na mimi nitapigana na maadui wake. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu amesema mada ingine haidhihiriki kutoka kwa maneno, bali siri yake inapatikana ndani ya maneno. Hii ndio ni hali inapatikana katika hali. Si mradi wake yule ambaye ni kila anaimwomba, bali ni yule ambaye anamuomba Mwenyezi Mungu kwa karibu naye. Mwenyezi Mungu anasema watumishi wangu wanapoelekea kwangu wanakuwa na shauku sana na wanalia na wanaomba wetu yuko wapi. Basi uambie hawa watu kwamba yule ambaye ananiomba hivi mimi napokea maombi yake. Katika mambo ya dunia watu wanafanya maombi, na maombi haya baadhi wakati hayapokelewi na wanakata tamaa. Kwa mfano, kuna mtu ambaye anatafuta kazi na kibarua. Katika hali hii wanapoomba kazi, mtu mwingine huenda ni bora zaidi kuliko yeye, kwa hiyo yeye anapata kazi. Na huyu mtu basi akisema kwamba mimi nilifanya dua lakini sikupata kazi, lakini huenda yule mtu mwingine alifanya dua zaidi kuliko yeye, ndio maana alipata kibarua au kazi. Hivi ndivyo ni hali inayopatikana katika mambo ya dunia. Na mahali ambapo kazi inakuwa kwa ajili ya mtu mmoja au watu wawili, basi yule ambaye anafanya maombi zaidi anapata kazi ile. Lakini Mwenyezi Mungu ni yule ambaye hana mipaka yake na hakuna mipaka ya riziki yake. Wakati tunapoomba yeye, basi kila mmoja anaweza kupata, lakini sharti ni kwamba istiraha ipatikane katika maombi yake, na vile vile afuate amri zake zote. Hii ndiyo Mwenyezi Mungu amesema kwa nyinyi pia mnalazimika kuitikia na kukubali amri zote, na vile vile mnalazimika kuheshimu shani ya Mwenyezi Mungu. Na nyinyi mnatakiwa mjue thamani ya maombi. Msidhani kwamba ni vitu vya michezo. Ikiwa hali anapatikana na yule ambaye anapata Mwenyezi Mungu, basi neema zote za dunia zinakuwa chini ya miguu yake. Basi ni juu ya mtu kwamba yeye afuate amri zote za Mwenyezi Mungu, asifanye ibada kama mwezi mmoja tu, na yeye asifikirie kwamba katika Ijumaa mwisho ya Ramadhan maombi yake yatapokelewa. Ikiwa sisi tunamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na tusiende kinyume na amri za Mwenyezi Mungu, katika hali sisi tutakuwa miongoni wa wale watu ambao wameongoka. Mungu atakuwa wali wetu na rafiki, na Mungu ndiye atakayetimiza mahitaji yao yote. Hii ndiyo ni ahadi Allah. Basi sisi ambao tumempokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumepewa jukumu hili.
sisi tuboreshe hali ya ibada zetu, na ibada tuliyoanza kufanya katika Ramadhani hii tusirudi nyuma, tusianguke chini, bali tupige hatua mbele. Tuendelee kuboresha ibada zetu, tuendelee kuboresha mahudhurio ya Ijumaa yetu, tuweze kukubali na kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu, na tuendelee kufanya juhudi ya kuwa pamoja na wale watu ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu. Tuendelee kufanya dua hii kwamba Mungu sisi tupate Mwenyezi Mungu, tupate ukaribu naye. Swala zetu, ibada zetu ziwe kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kukutana naye. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata hali hii katika maisha yetu. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر